Mimi Frank James Mwaisume natangaza nia ya kugombea bunge jimbo la Mbeya mjini, na leo asubuhi nimechukua fomu. Kwa hiyo nimeona itakuwa vema kutangazia umma, lakini pia wananchi, hasa hususan wa jimbo la Mbeya mjini, kwamba mimi leo nimetia nia ya kugombea jimbo la Mbeya mjini. Zangu kama nilivyotangulia kuzungumza hapo awali, kwamba nimetia nia ya kugombea jimbo la Mbeya mjini. Leo nitazungumza tu kwa ufupi wasifu wangu, lakini sitaongelea kabisa kwamba nitafanya nini, kwa sababu katika kipindi hiki mimi ni mmoja wa watia nia na sio mgombea. Chama chetu kilishatoa maelekezo kupitia kwa Katibu Mkuu Dr. Nchimbi kwamba kutakuwa na mchakato kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa hadi taifa. Na michakato hiyo ya chama ndiyo ambayo itakayotoa maelekezo ya nini kitafuata baada ya wagombea au watiania kuchukua fomu na kuzijaza. Kama nilivyotangulia kusema, mimi nimezaliwa katika mkoa wa Mbeya na ninatokea mtaa wa Kilimahewa, kitongoji cha Simike, kata ya Nzovwe. Nimekulia hapa, nimesomea hapa, na mimi elimu yangu ya juu ni uzamili kwa maana ya masters ya MBA. Lakini vile vile nimekuwa nikifanya shughuli mbalimbali au nimepita katika ngazi mbalimbali za nafasi mbalimbali katika jamii. Mojawapo ya kazi niliyoifanya, mimi nimewahi kuwa katibu mkuu wa kanisa la Baptist Tanzania, lakini vile vile nimekuwa tutorial assistant lecturer wa chuo kikuu cha Tumaini. Lakini vile vile nimekuwa mwenyekiti wa tawi katika chuo kikuu cha Tumaini, mwenyekiti wa CCM wa tawi ya chuo kikuu cha Tumaini. Lakini vile vile nimewahi kuwa katibu wa kanda wa Nyanda za Juu Kusini. Vile vile nimewahi kuwa mkuu wa wilaya. 2018 niliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Longido, na 2022 au sijakosea 2021 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu pia aliniamini kuniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli. Hizo ni baadhi tu ya kazi ambazo nimewahi kuzifanya. Mbali ya shughuli hizo au nafasi hizo ambazo nimekuwa nikitumikia jamii, mpaka sasa mimi pia nashughulika na jamii kupitia shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Mindset Empowerment. Shirika hili linajihusisha na shughuli za kijamii, hususan kwa vijana, watoto, wanawake pamoja na watu wengine. Ndugu zangu, jimbo letu la Mbeya mjini limekuwa na wabunge wengi kwa muda mrefu, lakini kipindi cha mwaka 2020-2025 tumekuwa na mbunge wetu ambaye anaitwa Dr. Tulia Ackson, ambaye pia ni spika wa bunge. Katika kipindi chake cha miaka mitano tumeshuhudia maendeleo makubwa katika jimbo letu, na mimi ningesema maendeleo haya tuliyopata katika kipindi hiki cha miaka mitano imekuwa zaidi ya vipindi vyote vilivyopita. Sisi sote ni wenyeji wa Mbeya, tunaifahamu Mbeya ilivyo na ilivyo sasa na ilivyokuwa. Tunaweza kushuhudia kwamba tumepata mageuzi makubwa sana,
hasa katika nyanja ya afya, elimu, maji, lakini pia barabara na kadhalika. Kwanza, kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba ujio wangu katika kutia nia ubunge jimbo la Mbeya mjini ni ujio unaotokana na msukumo wangu wa ndani, kwa maana ya kuwa na hamu ya kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mbeya mjini kulingana na uzoefu, kipawa, exposure nilionayo. Lakini natambua kwamba Tanzania ina watu wengi ikiwemo Mbeya mjini. Kuna watu wenye vipawa mbalimbali, wenye uwezo tofauti, na Chama cha Mapinduzi kinafahamu hivyo. Na kama chama kisingekuwa kinafahamu hivyo, kingeweza kuteua mtu mmoja tu moja kwa moja. Lakini kwanza kinatoa fursa, kwa sababu watu ukiwasikia mara nyingi wanasema hii ni nchi yetu sote. Manake kila mmoja lazima apate fursa ya kuangaliwa, kutizamwa, kutathminiwa kwamba je, huyu anaweza kubeba haya majukumu. Na kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba chama kinatengeneza demokrasia ndani kabla ya kutoka nje. Kwanza kuweka usawa kwamba kila mmoja anapata nafasi, lakini vile vile kuweza kuangalia kwamba yupi kwa wakati huu anaweza kutufaa katika kuliongoza au kubeba jukumu hili. Hivyo mimi kama mimi ninajitathmini kwamba ninaweza kufanya jukumu hilo, kubeba jukumu hilo. Lakini chama ni kikubwa kuliko mtu binafsi, kuliko mtu mmoja. Chama ni zaidi ya mtu. Chama ni entity ambayo ina mikono mirefu, ina uwezo mkubwa wa kutazama, kuangalia, kulinganisha, benchmarking na kila kitu. Kwa hiyo sisi sote tuko chini ya chama chetu, na uongozi ni nafasi au ni nafasi ambayo inajazwa na mtu ambaye chama kimeona kwamba yeye atapata nafasi hiyo. Kwa hiyo mimi ni mmoja kati ya wengi ambao wanaomba hiyo nafasi. Na kama mlivyoniuliza swali, kama ikatokea kwamba kuna mmoja ambaye sio mimi, na nimeshawahi kutokea na nimeshaunga mkono, na ndivyo nitakavyofanya hata safari hii. Kama itatokea kuwa hivyo, mimi yule ambaye atateuliwa na chama changu nitamunga mkono, nitafanya kampeni, nitashirikiana naye bega kwa bega kwenye kampeni zake, kampeni za rais, kampeni za bunge, kampeni za diwani, hayo yote tutafanya. Kama tulikuwa tunafanya kampeni kwa wenye viti wa mitaa ambao mimi nilikuwa sio mgombea, sasa nitashindaje kufanya kampeni kwenye nafasi kama hii? Kwa hiyo niseme tu kwamba mimi nitatoa ushirikiano kwa 100%, na sipo hapa kwa sababu ya kujiproud au kuona kwamba mimi ndio nafaa kuliko mtu mwingine. Hapana, ninachukulia hii nafasi kama challenge. Ni nafasi ya kutumikia watu. Nafasi ya kutumikia watu ni nafasi ambayo inahitaji mtu ambaye kama alivyovaa ile t-shirt, stay humble. Inabidi uwe humble kwa watu, uwe tayari kuwatumikia, uwe tayari kuwasikiliza. Kwa hiyo mimi nitafanya hivyo, na ndio maana mimi katika nafasi zangu sijawahi kuhonga, sijawahi kutoa fedha. Na wananchi ni mashahidi. Kula nyingi nilizopata 2010, nilipata kula nyingi sana. Sikuwahi kutoa fedha yoyote kwa mtu yoyote. Na ninadhani kwamba Chama chetu cha Mapinduzi kimeshaelekeza mambo hayo.
na kiko wazi. Mwenyekiti wa CCM kazungumza, ambaye Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kasema hajatuma mtu yoyote, kwa hiyo asije kasema mtu ametumwa na fulani. Hii ni kuonyesha kwamba chama chetu ni chama cha demokrasia, hakifuati hivi. Lakini pia katibu mkuu ameongea mara nyingi, Dr. Nchimbi, na ameelekeza taratibu, kufuata taratibu, watu kupita kwenye kata kwenda kutoa fedha, hayo yote yamekatazwa. Makamu mwenyekiti pia amezungumza, Mheshimiwa ndugu Asira amezungumza mambo haya. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hayo mambo tuyaachie chama. Chama ndicho chenye uamuzi, kuanzia ngazi ya wilaya kwenda ngazi ya mkoa kwenda ngazi ya taifa. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo Chama cha Mapinduzi kitaamua. Yule atakayeletwa maana yake yule anakiwakilisha chama, na ni lazima tuwe proud of it.